Mwigulu Lameck Nchemba, karibu sana mkoa wetu wa Manyara. Tunakushukuru sana na tunakukaribisha sana. Pole na safari. Wananchi wa mkoa wa Manyara wamekusubiri sana kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijatoa salamu zangu za mkoa, naomba kwanza nikukaribishe uwe sehemu ya wana Manyara. Baada ya hapo sasa nikupe salamu za mkoa ukiwa ni sehemu ya familia yetu. Wananchi wa mkoa wa Manyara, haswa wilaya hii ya Kiteto, kwa ukarimu tulionao tukiongozwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, tumesema tukukaribishe kwa mila na taratibu za wananchi wa Kiteto. Mheshimiwa mbunge pamoja na wazee wale, karibuni haraka haraka dakika 2. Wazee wa kimila hawa, karibuni sana. Malaigwana naona na Mheshimiwa mbunge wakili msomi mwenyewe anaenda kujumuika nao. Mheshimiwa Edward Ole Lekaita, kwa ukaribisho maalum na zawadi maalum ambao ameiandaa kwa ajili ya Mheshimiwa mgeni rasmi. Karibuni sasa, tuendelee. Tuna dakika 3 tu za kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa kiaina yake. Dakika 3 tafadhali. Karibuni. Mheshimiwa Rasi, naomba uendelee sasa. Wengine tunaomba tuketi ili watu wote tupate nafasi ya kushuhudia kinachoendelea. Tusiwazibe wengine, nimeona kuna wengine wameinuka pale katikati kwenye tenti. Naomba tuketi tafadhali. Asante. Karibu Mheshimiwa Rasi. Naam, Mheshimiwa Waziri Mkuu anafanya maandalizi ya ukaribisho. Wamekuandalia zawadi mahususi maalum kabisa. Wanataka wakusimike uongozi wa kimila katika mkoa huu wa Manyara na eneo hili la Kiteto ambako hapa Wamaasai ni wengi kweli kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupige makofi mengi sana kwa uamuzi huu wa wazee wetu wa kimila Malaigwana. Wataka kumsimika cheo. Sasa cheo gani watatuambia wenyewe baada ya muda mfupi tu. Lakini maandalizi yanavyoonekana, Ulaigwana ni mwingine unamnyemelea baada ya Longido kule kufanya na wao hivi, na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini aliongoza wazee wa pale Longido kumsimika Mheshimiwa Waziri Mkuu Ulaigwana. Sasa hapa sijui itakuwa vipi, lakini ndio hivyo tunashuhudia anavishwa vazi la Kimasai likimpendeza vizuri kabisa. Tupige makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ni vazi la Kimasai, na baada ya kuvalishwa kuna hii nyingine ambayo mvalishe. Hili ni vazi ambayo la kiheshima, na tuna kiti pia kwa maana utakalia wakati wa kubarikiwa, na utakuwa ukikalia ukiwa unafikiria namna ya kuwaongoza wa Tanzania. Lakini pia tumeiandaa hii, tumekuona kila wakati ukiendeleza utanzania, tukaona tukutengenezee ambayo imeshonwa moja kwa moja. Na nichukue nafasi, naomba ukae tu ili kiongozi mwenyekiti wa Malaigwana niweze kukukabidhi rungu kwa maana ya uongozi na uadilifu katika, na atakupa kwa mara 1, 2, ya 3, ya 4 utapokea, na ataendelea na kutoa baraka. Kwa hiyo atakupa mara ya kwanza hiyo, ya 2, tusindikize na makofi mengi, ya 4 unapokea sasa. Anapokea makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Megarama yana la rayani. Meganda bola loko nyaino. Megisudo yengishino. Tana ba Kiteto. Tana ba Tanzania. Ai. Naruma nyanele buma. Ai. Nara alalanga lankai. Ngori ya maamelo. Narada mwenyeyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kamba hapa kwa maana ya kuwakilisha ng'ombe jike kama sehemu ya wafugaji. Kwa hiyo naomba pia nikukabidhi kamba kwa maana ya ng'ombe jike. Lakini pia hapa tuna mbuzi, nakukabidhi. Lakini pia tuna zawadi kwa ajili ya mama. Tunaomba tuikabidhi vazi lake naye kwamba ataenda kuvaa, kwa kuwa hayupo hapa, lakini basi utamfikishia
na tunaomba umfikishie. Makofi mengi sana wana Kiteto. Waziri mkuu wetu hoye. Laigwana ni mpya hoye. Changamu. Kuna namna ambayo tutamuelekeza jinsi atakavyoweza kuvaa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Karibu sana Kiteto. Tupige makofi mengi 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 mengi. Asante kwa aina yake. Asante sana. Karibu Kiteto. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana wakati waziri mkuu anarejea katika kiti chake, anatuonesha rungu hilo lililokabidhiwa ikiwa ni mamlaka. Tumpigie makofi mengine mengi sana wana Kiteto. Waziri mkuu wetu hoye. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Rasi, uendelee. Asante sana. Waziri mkuu hoye. Manyara hoye.